na mzigo unaoliongezea taifa mzigo mkubwa, lakini pia na kuongeza deni la taifa bila sababu zozote zile za msingi. Licha ya hoja hizo na mapendekezo tuliyoyatoa, Bunge lilipitisha bajeti ya serikali tarehe 23 Juni 2026 na sheria ya fedha tarehe 25 Juni 2026 bila kufanya marekebisho ya msingi yanayolinda maslahi ya wananchi. Badala yake, baadhi ya vifungu vilivyoainishwa vilihalalisha matumizi yanayokiuka katiba na sheria ya nchi. Vimeongeza mzigo kwa maisha ya wananchi na kuzoofisha uwajibikaji katika usimamizi wa fedha za umma. Kutokana na hali hiyo, Chama cha ACT Wazalendo kinatoa msimamo wake leo rasmi kuhusu bajeti na sheria ya fedha ya mwaka 2026 pamoja na hatua za kisiasa, lakini pamoja na hatua za kisheria zitakazochukuliwa ili kulinda katiba, rasilimali za taifa na maslahi ya Watanzania. Taarifa hii itaeleza misimamo katika maeneo makuu manne. Moja, sheria ya fedha ya mwaka 2026 inayoongeza kodi, ushuru na tozo zinazowaumiza wananchi. Kipengele cha pili ambao msimamo wa Chama cha ACT Wazalendo utawekwa ni kwenye kashfa ya uingizaji wa mafuta iliyoibua ufisadi na hasara kubwa kwa taifa. Ndugu waandishi wa habari na baadhi ya wananchi na viongozi wa Chama cha ACT Wazalendo mlioko hapa, kipengele cha kwanza kama nilivyosema hapo awali kwamba ni kuhusu sheria ya fedha ya mwaka 2026 ambayo tunaangalia kodi, tozo na ushuru ulioanzishwa na kuongezwa. Bunge kama nilivyosema hapo awali kwamba bunge lilipitisha bajeti hiyo tarehe 23 Juni 2026, bajeti ya jumla ya shilingi trilioni 62.33 na ambayo ilikuwa kwa ajili ya matumizi ya maendeleo pamoja na matumizi ya kawaida. Na finance bill ikapitishwa tarehe 26, ikapitishwa tarehe 25 Juni 2025 finance bill. Sasa waheshimiwa, ndugu waandishi wa habari, 1.03 kugharamia safari za viongozi. Sasa spika yule anasimama pale mbele ya bunge kulalamika kweli kweli kwamba bana kuna matumizi mabaya, serikali ipunguze matumizi. Lakini yeye na bunge lake, bajeti hiyo yenye mapungufu makubwa inayoonyesha fedha nyingi zinaenda kutumika kwa shughuli za anasa, yeye akaipitisha kwa 97.66. Alafu baadaye anakuja kulalamika. Spika amejenga hoja yake kwa kutumia ripoti ya kamati maalum ya Chenge ambayo mimi Mpina na yeye Mheshimiwa Zungu tulikuwa ni wajumbe wa kamati hiyo ya mwaka 2013, lakini yeye na wabunge wake hawakutumia ushauri tulioutoa wakati ule ambao tulishauri serikali kuachana na matumizi ya anasa, na kwa sehemu kubwa wakati huo ilipunguza, lakini pia tulishauri serikali kuhakikisha kwamba inapunguza misamaha ya kodi ili kuhakikisha kwamba fedha nyingi zinapatikana kwa ajili ya maendeleo. Lakini yeye na bunge lake, pamoja na haya yote, akijua kwamba alikuwa mjumbe wa kamati hiyo na akijua kwamba kamati hiyo ilishashauri ushauri huo, bajeti ya serikali iliyowasilishwa, yeye na bunge lake waliipitisha hata bila kuzingatia ushauri huu ambao amekuja kuutoa mwishoni. Pia kamati ya bajeti licha ya kubaini kuwa ukuaji mdogo wa mapato ya ndani, ukiondoka huu ushauri wa mheshimiwa spika, lakini kamati ya bajeti nayo licha ya kubaini kuwa kuna ukuaji mdogo wa mapato ya ndani ya 8.9 ikilinganishwa na ukuaji wa matumizi ya kawaida uliofikia leo zaidi ya 10.2 katika kipindi cha miaka minne. Kwa hiyo wanalalamika, kamati ya bajeti inalalamika kwamba bana, matumizi sasa hivi matumizi yetu ni zaidi ya mapato tunayokusanya kupitia TRA. Kwa hiyo kwa sababu yanakuwa mapato yetu yanakuwa kwa 8.9, lakini matumizi ya serikali yanakuwa kwa 10.2. Kamati inalalamika na ikaenda mbali zaidi, inasema katika katika maeneo imeainisha maeneo 10 ambayo kamati hiyo inalalamikia sana matumizi mabaya ya fedha za umma katika kipengele cha 331 cha taarifa ya maoni ya kamati ya bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027 ambako inasema, lakini pamoja ambako inaeleza kwamba katika maeneo hayo
serikali imekuwa na matumizi mabaya ya fedha za umma. Imeonyesha vipengele 10 kamati ile kwamba fedha za umma zinatumika vibaya na serikali haiwezi kuvumiliwa katika kutumia fedha za umma vibaya kiasi hicho. Hiyo ni kamati ya bajeti na imeainisha katika vipengele 10. Lakini pamoja na msimamo huo wa kamati ya bajeti ilipitishwa bila mabadiliko. Hawakuondoa hata senti moja. Pamoja na malalamiko hawakuondoa hata senti moja. Hivyo msimamo wa Spika Zungu pamoja na kamati ya bajeti katika kudhibiti matumizi ya serikali hauna ukweli na ulilenga kuwahadaa Watanzania, kwani walipaswa kuifumua bajeti nzima na kuondoa matumizi yote yasiyo na tija na kuzielekeza fedha hizo kwenye shughuli za maendeleo ya wananchi. Sasa ilikuwa haina maana yoyote. Umemaliza kupitisha bajeti kama ulivyoletewa, umeletewa na ununuzi wa magari wa matrilioni ya fedha, mamilioni ya fedha, mabilioni ya fedha, ukaipitisha hiyo bajeti. Alafu unamaliza kuipitisha, unaanza kuzungumza kwamba hayo matumizi mengi tuliyopitisha ni mabaya na hayana tija kwa wananchi. Serikali inasimamiwa kwenye bajeti kwa kuhakikisha kwamba mnawatengea fedha ambazo zina uhalisia. Sasa kama bunge limetenga fedha ambazo hazina uhalisia na mmewaruhusu waende wakatumie. Kwa hiyo malalamiko haya yote haya ni kama walikuwa wanajaribu kuwafanyia massage tu wa Tanzania. Hawakuwa na jambo lolote la maana. Sasa chama cha ACT Wazalendo katika uchambuzi, chama cha ACT Wazalendo kilifanya uchambuzi wa mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2026 kupitia mapendekezo ya kuanzisha, kupunguza, kusamehe kodi, tozo na ushuru katika sehemu mbalimbali ambazo jumla ya maeneo 18 kati ya maeneo 6 yalikubaliwa na serikali. Katika siku ile tulivyotoa mapendekezo yetu, tulitoa mapendekezo 18 ya kurekebisha mswada wa sheria ya fedha. Serikali wameweza kurekebisha vipengele 6 tu na hivyo vimebaki vipengele 12 havijafanywa marekebisho yote yale na serikali, ambapo chama kimeamua kwenda mahakamani kupinga uanzishwaji wa kodi hizo, lakini pia na kupinga kutolewa kwa misamaha ya kodi iliyopendekezwa katika mswada wa sheria ya fedha. Na sababu za kiujumla za kupinga mswada huo ni nini? La kwanza, kodi nyingi zimeanzishwa na kuongezwa kwa watu maskini, wakiwemo bodaboda, wavuvi, wanafunzi, wamachinga, wakulima na wachimbaji wadogo, huku wawekezaji wakubwa wakisamehewa kulipa kodi. Kwa hiyo ni kodi ambayo haina usawa, inatungwa karibia finance bill yote ile imeandaliwa kwa ajili ya watu maskini tu. Yaani finance bill yote ile iliyowasilishwa mwaka huu wa fedha ina mambo mawili tu makubwa: kuwatungia kodi kubwa maskini na kuwanyanyasa, na kuwasamehe watu wote mataikuni wa nchi hii. Ndio. Kwa hiyo sasa kama chama hiki makini hakiwezi kuruhusu Tanzania ikaenda katika uelekeo huo. Kodi zote lazima ziwe na usawa na lazima ziwe za watu wote. Jambo la pili la kiujumla, kodi nyingi zimeanzishwa bila tathmini na hivyo kuleta madhara makubwa ya kijamii na kiuchumi. Na hapa mtaona jedwali linaonyesha mchanganuo wa hoja na mapendekezo ya kodi na msimamo wa ACT Wazalendo umeambatishwa. Jedwali letu ni hili hapa ambalo linaonyesha kodi ambazo walikubali marekebisho, serikali ambao walikubali marekebisho na maeneo ambayo serikali hawakufanya marekebisho. Kwa hiyo maeneo ambayo serikali imefanya marekebisho tukalizika nayo, tumesema tumeridhika nayo, na maeneo ambayo hawajafanya marekebisho tumesema hatujaridhika. Na katika kutokuridhika haiishii tu kusema maneno hapa, tunakwenda mahakamani kupinga mswada huu wa sheria na kuvipinga hivyo vifungu vya sheria, ili wananchi wa Tanzania hawawezi kuchezewa namna ile, alafu tukaendelea kuruhusu mambo haya kaendelea kufanyika. Namba 3, jambo namba 3 ni kashfa ya ufisadi katika uingizaji wa mafuta nchini ambayo imepaisha bei ya mafuta kupita kiasi. Kila mwezi EWURA imekuwa ikitangaza bei elekezi za mafuta na kwa ajili ya waagizaji wakubwa wa mafuta na wasambazaji wakubwa wa mafuta kwa jumla na kwa rejareja, lakini pia na kwa ajili ya wauzaji wa mafuta katika vituo vyetu vya mafuta. Na hivyo wanafanya kwa mujibu wa kifungu cha 166 cha sheria ya mafuta sura ya 392 pamoja na kanuni zake za uagizaji bei za mafuta
yani Petroleum Product Price Setting za mwaka 2022 na marekebisho yake ya mwaka 2026 pamoja na kanuni za pamoja za uagizaji wa mafuta kwa pamoja, yani Amended Bulk Procurement Regulation 2024. Aidha, petroli ilipanda kutoka shilingi 2788 Februari hadi 4115 mwezi Mei 2026. Ongezeko la shilingi 1327. Hiyo ni petroli ambayo ilikuwa ni sawa na ongezeko la 48%. Lakini diesel nayo ilipanda kutoka shilingi 2700 Februari 2701 Februari hadi kufikia 4391 mwezi Juni 2026, ambayo ilikuwa ni ongezeko la shilingi 1691 sawa na 62%, sawa na 62%. Hizo ni ongezeko la bei za mafuta. Mwenendo wa bei za mafuta tumejaribu kuonyesha hapo, mwenendo wa bei za mafuta ulivyokuwa ukipanda na ulivyokuwa ukiongezeka kama ambavyo Samale inajieleza hapo chini. Tangu tulipoibua kashfa ya uagizaji wa mafuta nchini tarehe 23 Juni 2023, hakuna majibu ya msingi yaliyotolewa na serikali kupitia mamlaka ya udhibiti wa manunuzi yani PPRA, wala waziri mwenye dhamana ya nishati ndugu Deogratias Ndejembi, kwani hata alipopata nafasi ya kuzungumza swala hili bungeni tarehe 26 Juni 2026 hakuweza kujibu hoja za msingi tulizoziibua. Badala yake alitolea ufafanuzi mambo ambayo wala sisi hatukuyauliza. Hivyo basi sasa hoja zetu hazijajibiwa na mamlaka yoyote ile ya serikali. Hata leo nimeona magazeti yameandika, lakini ukweli ni kwamba bado hoja tulizoziibua tarehe 23 Juni hazijajibiwa na serikali juu ya hili swala la mafuta. Maswali machache juu ya jambo hili. La kwanza, kwa nini serikali iliruhusu kupanda mafuta kutoka Aprili hadi Juni licha ya kuwepa akiba ya mafuta ya kutosheleza kipindi cha miezi mitatu yaliyokuwa yameagizwa kabla ya kinachoitwa kupanda kwa bei ya mafuta katika soko la dunia? Hiyo ni swali la kwanza ambalo serikali wanatakiwa kulijibu. Swali la pili, serikali kupitia waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omari inadai kuwa iliweka ruzuku ya shilingi 259 mwezi Mei na shilingi 535 mwezi kwa lita mwezi Juni. Kwa nini bei hazikushuka? Mtiririko unaonyesha kuwa bei za mafuta za diesel zilipanda kwa wastani wa shilingi 397 mwezi Mei na shilingi 123 kwa lita mwezi Juni 2026 katika vituo vyetu vya mafuta nchini. Kwa hiyo bei iliendelea kushuka, huku tunaambiwa kwamba ruzuku serikali iliweka. Watuambie ni kitu gani? Lakini la tatu, kwa nini bei elekezi iliyotangazwa na EURA mwezi Mei na mwezi Juni haionyeshi bei ya mafuta ilikuwa kiasi gani kabla na baada ya ruzuku? Kwa nini hawasemi? Ukienda kwenye tangazo la bei la EURA katika mwezi Mei na Juni, hakuna popote waliposema kwamba bei iliyotangazwa, bei ya mafuta kwa tarehe ya leo ni hii, lakini ikiwekwa ruzuku bei inakuwa hii, kama ambavyo miaka ya nyuma imekuwa ikifanyika. Lakini swali la nne, serikali ilipata wapi kibali cha kutoa ruzuku hiyo nje ya bajeti? Kwa nini haikutangazwa katika gazeti la serikali la mwezi Aprili, Mei, Juni na Mei Juni mwaka 2026? Kwa nini hatukuambiwa? Lakini swali la nne, bei za mafuta zilishuka katika soko la dunia kutoka dola za Marekani 112.9 kwa pipa mwezi Aprili na kufikia dola za Marekani 83 mwezi Mei. Takriban zilishuka kwa 22%, na mwezi Juni zimefikia dola za Marekani 70 kwa pipa, sawa na punguzo la 38%. Kwa nini bei hazikushuka mwezi Mei na Juni? Na badala yake bei elekezi ya EURA kwa kampuni ya mafuta ya Vito iliongezeka kwa wastani wa shilingi 407.31 mwezi Mei na shilingi 109.93 mwezi Juni mwaka 2026 kwa mafuta ya diesel. Swali la sita, sababu gani zilizopelekea wakala wa ununuzi wa mafuta ya pamoja yani PBPA chini ya mtendaji mkubwa na Erasto Simon kuacha utaratibu wa kushindanisha makampuni kuagiza mafuta nje ya nchi na badala yake kuifanya TBC kuwa mwagizaji pekee wa mafuta nchini? Jambo hili ni kinyume na kanuni ya ununuzi wa mafuta kwa pamoja za PBPA za mwaka 2024. Swali la saba, kwa nini TBC chini ya mkurugenzi mtendaji ndugu Musa Makame
haikuagiza mafuta moja kwa moja na badala yake ilitumia kampuni binafsi ya Vito kutoka Uswizi? Swali la 7, kwa nini bei hazikushuka na badala yake zilipanda licha ya TBDC kuwa mwagizaji pekee wa mafuta nchini? TBDC ni taasisi ya serikali iliyotarajiwa kupata mafuta kwa bei nafuu na harisi baada ya kufanya uhakiki kwa maana ya due diligence. Swali la 9, kwa nini kampuni ya Vito iliruhusiwa kuagiza mafuta kwa bei kubwa zaidi ya ile iliyoruhusiwa na PBPA wakati TBDC inapewa zabuni hiyo? Jambo ambalo ni kinyume na sheria ya mafuta, kanuni zake pamoja na kanuni za uagizaji wa mafuta ya pamoja, yani PBPA za mwaka 2024. Swali la 10, EWURA chini ya kaimu mkurugenzi mkuu Gerard Maganga ilipataje bei mpya za mafuta mwezi Juni kwa kuwa hakukuwa na ushindani baada ya zabuni hizo kupewa TBDC kwa miezi mitatu mfululizo, yani mwezi Mei, Juni, Julai mwaka 2026. Swali la 11, kwa nini mkurugenzi mkuu wa EWURA Dr. James Andilile Mwanyekule alitenguliwa tarehe 2 Aprili 2026 mara tu baada ya kutangaza kuwa nchini kuna akiba ya mafuta, na hoja yake iliungwa mkono na katibu mkuu wa wizara hiyo, iliungwa mkono na waziri wa wizara hiyo kuwa nchi inajitosheleza mafuta kwa kipindi cha miezi mitatu, yani Aprili, Mei hadi Juni 2026. Kwa hiyo hayo ndio maswali 11 ya msingi ambayo Wizara ya Nishati na Madini pamoja na taasisi zake nilizozitaja wanapaswa kutujibu, na serikali kwa ujumla wanapaswa kuwajibu wananchi. Tunayoyafahamu ni yapi juu ya kinachoendelea na mchakato huo wanaoendelea nayo? Katika taarifa yetu ya Juni 2023 tulieleza kuwa serikali ya Tanzania ilibadilisha mfumo wa uagizaji wa mafuta ya pamoja kwa utaratibu wa ushindani na kuanza kutumia zaidi shirika la maendeleo ya petroli Tanzania Petroleum Development Corporation TBDC katika kuagiza mafuta kwa madai ya kupunguza gharama na kuleta utija. Namba 2 mwezi Machi 2026 TBDC ilinunua mafuta takriban dola 100 kwa pipa kupitia mikataba ya moja kwa moja na wazalishaji wa kimataifa, hatua iliyotarajiwa kupunguza mzigo wa Watanzania na kuongeza ufanisi katika mfumo wa uagizaji wa mafuta. Namba 3, TBDC baada ya kushinda zabuni katika mfumo wa uagizaji wa mafuta ya pamoja unaosimamiwa na PBPA, lakini kandarasi ya uagizaji ilikabidhiwa kwa kampuni binafsi ya Vito ya Uswizi katika mazingira ya kutatanisha na kuwepo harufu kubwa ya rushwa. Kwamba serikali tuambiwa kwamba inataka imweke TBDC aweze kuagiza mafuta yeye ili aweze kutuletea mafuta kwa bei nafuu. Katikati ya safari TBDC haagizi tena mafuta, anaweka kampuni la Vito kutoka Uswizi kuingiza mafuta nchini. Namba 4, kampuni ya Vito imeleta mafuta nchini kwa bei kubwa ya zaidi ya dola 400 kwa mita za ujazo, tofauti na zabuni iliyotangazwa na PBPA ambapo zinaonyesha faida ya kampuni, yani premium za diesel zilifikia kati ya dola za Marekani 267 na faida za petroli zilifikia dola 285 kwa tani. Hii ina maana kwamba kampuni ya Vito ilitoza faida ya ziada dola za Marekani 125 kwa tani ikilinganishwa na kiwango kilichoruhusiwa na BPA na PBPA wakati TBDC ilipopewa zabuni hiyo. TBDC aliposhinda hii zabuni alipewa faida, ukomo wake wa faida ni dola za Marekani kwa diesel 267 na kwa petroli 285, lakini Vito akaingiza mafuta ya dola 400 kwa lita na mafuta hayo yakapokelewa na yakauzwa kwa wananchi. Kampuni ya Vito imeleta mafuta nchini kwa bei kubwa ya zaidi ya shilingi 400 kama ambavyo nilivyoeleza. Lakini namba 3 nasema wakati serikali inatetea hoja ya kuifanya TBDC kuwa mwagizaji pekee wa mafuta ili kupunguza makali ya bei ya mafuta nchini, viwango vya mafuta vilivyowekwa na PBPA kwa mwezi Mei na Juni baada ya kuondoa mfumo wa ushindani ni vikubwa zaidi kutoka dola za Marekani 98.5 hadi
267 sawa na ongezeko la asilimia 171.1 kwa dizeli, na kutoka dola za Marekani 157 hadi dola za Marekani 285 sawa na ongezeko la asilimia 81.5 kwa petroli. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba pamoja na kwamba kwanza TPDC kama tulivyoona kwamba aliwekewa ukomo katika tenda yake hiyo, aliwekewa ukomo wa faida ya dola za Marekani 267 kwa diesel na dola za Marekani 285 kwa petroli katika tenda yake, lakini huyu Vito akaleta kwa 400. Bado kuna kashfa nyingine ya kampuni hilo la TPDC kwamba lilipataje huo ukomo wa faida hizo premium, kwa sababu tenda ya mwezi Aprili iliyopita, tenda ya mwezi Machi na Aprili, tenda ya mwezi Machi na Aprili zilizopita zilionyesha kabisa kwamba premium iliyokuwa inalipwa katika diesel ilikuwa ni dola za Marekani 98.5. Wao wamekuja kuipata wapi? Dola 267. Kwenye petroli ilikuwa ni 157. Wamekuja kuipata wapi? 285. Na watu wataenda kusoma vielelezo tumeviweka ambavyo vinavyoonyesha trend yote katika mwezi wa Mei na mwezi wa Juni, lakini na mwezi wa Aprili, ambako kwa sababu sheria inasema ukitaka kutumia single source ya aina yoyote ile lazima utumie bei za ushindani zilizopatikana nyuma yake, lakini kwa hapa haikufanyika hivyo. Kampuni ya Vito inauza mafuta kwa bei ya chini katika masoko ya Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani DRC, kupitia bandari ya Beira. Aidha, kampuni hiyo imepeleka mafuta ya bei ya chini ya dola za Marekani 100 ikilinganishwa na Tanzania. Kwa hiyo wenzetu wanauziwa kwa bei ya chini kabisa na sisi tunauziwa kwa chini ya dola 100, yani tofauti ya dola 100 na wenzetu. Viwango vya faida kwa makampuni yani premium nchini Tanzania kupitia EURA ni dola za Marekani 267 kwa tani. Viwango hivi ni vikubwa ikilinganishwa na nchi jirani, mfano Zambia kupitia mamlaka yake ya nishati. Kwa mwezi Juni mwaka huko kwa wenzetu huko Zambia ilikuwa ni dola za Marekani 76 tu.